Mimi ndio najua. Kwani mimi ningeamua sasa hivi kwa Simba nani anazuia? Kwani mimi nalipo nani? Anakuza swali. Kwani mimi Yanga analipa? Singeenda tukisema kama mimi Simba singeenda kwa nani atazuia kwa Yanga? Halafu nani anatoa hizo haki miliki za kwamba kwa hiyo kadi ilikuwa walikosea. Swali lao ni kwamba wewe kama la Salamanda. Ndio. Sio uongo. La Salamanda. Hao swali lingine. La Salamanda alikuwa makamu mwenyekiti wa ile tawi. Na ndio maana nikapata haki ya kupiga kura kumchagua rais na wajumbe wa kamati ya utendaji 2022. Mimi nilita kama nilikuwa MC kwenye mkutano mkuu mchagua rais. Nilipiga na kura kama makamu mwenyekiti katika wale wajumbe watano wa kila tawi nilikuwemo. Unasikia Sheikh? Hakuna mtu yote kunitoa mimi Yanga. Mimi Yanga najua kabla wote wanasema sasa hivi. Wote kila mtu alikuwa kwao. Jana nilisema Nyambipi, ongezea na Nyantulinga. Wote. Sasa utanielekeza mimi Yanga kwetu. Mimi Yanga sio kama niko pale kwa bahati mbaya unajua. Wengi wako pale kwa kufluke. Mimi Yanga siko kwa kufluke. Yaani Yanga ni nyumbani kwetu, nimecheza mule Vidali. Kabisa huyo. Ya ibovu mecheza Yanga. Ndio ya ibovu mecheza Yanga. Bado wako kila mmoja kwa kwao. Hajui chochote kuhusu Yanga. Ukisema Fred Felix Minziro, mtafuteni. Majeshi, mtafuteni. Abel Mziba yupo. Juzi nimuona na Yanga kule Ahli. Mtafuteni Charles Boniface Mkwasa. Hawa wakati wako kwenye peak, mimi ndio nakuwa. Ahmed Amasha yupo. Wengine wamefariki maskini. Kina Chama, kina nani? Hussein Idi nimeambiwa yupo. Joseph Fungo yupo. Kwanza wanawataja watoto wao wote hawajua. Miskini yupo. Wale wakati mimi nakuwa, yani naanza kujua baya na zuri, ndio mastaa pale. Ukisema ngoja nimalize Sheikh. Jambo kubwa umeuliza, usiwe na haraka. Wale kila mmoja ajua Masha tupata kiki Minziro chumba cha kwanza. Ukipanda tu kwenye ngazi ghorofa ya kwanza kushoto. Baadaye akahamia mtaa Muhoro. Jangwani na Muhoro, huyu mdogo wangu Bakari nyumba yao anaangaliana nao. Muhoro na huku Kongo huku Jangwani. Kakaa zaidi ya miaka 10-15. Boniface kakaa Mtandovu. Charles Boniface. Wachezaji wengi wa Yanga walikuwa kakari yako zamani. Wananielekeza mimi Yanga. Ni mambo tu ya wengine, mambo ya kiriski basi. Mimi pale kwetu. Yaani kwetu, sio kwetu kwa kudo, kwetu. Wazazi wangu wameitumikia ile klabu kwa uadilifu na uaminifu mkubwa. Na mimi nimeitumikia Yanga katika kipindi changu kwa uaminifu na uadilifu mkubwa. Hasa mtu akiniambia sio Yanga kwa sababu tu nimetoa maoni ambayo yeye amfresh, mimi kwanza sipendi kufresha watu. Mimi napenda kuwakera watu. Yaani kwanza hiyo ndio sifa yangu. Yaani tukani niende kufresha watu wote, sipendi. Kwanza wewe unafresha watu wote. Mtakuwa mnafiki. Unapotoa maoni, ndugu zangu wana habari, lazima utegemee kupingwa. Kwa mimi siwezi kuwazuia kusema mimi sio Yanga. Waache waseme. Lakini nani atakayemvika paka si kengele akuja kunenda, yaani mfano level ya juu. Wengine hawa wadogo wacheni waseme tu wanapayuka Yanga. Kuliko wao, sio Yanga kuliko wao. Ni mambo tu ya kiriski katokea. Wenzangu wakaniambia bwana njoo huko usifanye riski, kija leo nakataa. Mimi ofa. Kataa kuja bwana. Tena wakati ule ndio Yanga mambo ya kiriski niacheni. Ni Yanga. Nimecheza jana, nimeisema Yanga marehemu Tazan kesi alianzisha, kulikuwa na Yanga kubwa yao kina mlowataja, afu kuna Yanga B. Yanga B wamecheza kampira, kiongozi mzee Hamid Kampira alikuwa captain wa Yanga B. Yupo mtoto mzee mzima. Muulizeni Yanga B, afu kuna Yanga Kidis, kaka zetu. Alafu kuna Kidis haikuwa itu kids. Inaitwa kwa hivyo Kidis ndio raha yake, sio kids. Yanga Kidis chini ya marehemu Tazan. Alafu kuna Yanga Digi au chini ya miaka 10. Mimi ndio kapteni. Ndio kapteni mimi. Ni Yanga.
Kuna mtu sio katoka juzi roho katoka nyanya ananielezea Yanga kweli? Haki hiyo mimi nimecheza Yanga ligi 80s na zima pale kati. Tuna ratiba iko vipi? Tunaanza sisi saa 8 mpaka saa 9. Saa 8 mpaka nadhani 9 kasoro kwa mpaka dakika 45 mchana, jua kali. Mama yangu abeba na Haji mdogo wa mtoto wangu ataka kucheza kwenye jua. Taza anasema ataliweza huyo. Marehemu Taza alikuwa rafiki mkubwa sana wa marehemu wa Fred Felix Minziro. Marehemu. Kundi lao watu watatu. Fred Felix Minziro, Alan Shomari na Tazan Kesi walikuwa kundi la watu watatu. Kocha wetu Tazan, tunaanza sisi, wanakujanga kids, wanakujanga B saa 10 wanashuka kina General Nkambi. Pale wanashuka wale. Kambi anakuja anafunga viatu. Kinye ukiba, wewe nielekeza mimi. Kinye na kama zoe bana train. Paka 12 analoa jasho goalkeeper, lakini analoa pale golini, kazi anaoifanya. Kuja mtu anakapata riski na nielekeza mimi Yanga, anapata haki ya kuniambia mimi sio Yanga. Kwa Yanga yake. Baba yangu kafunga kila aina ya magoli pale, apiga chenga uwanja mzima, anarudia anafunga. Kitana maana akaanza kwa goalkeeper, akasema na akaanza pale. Leo nani anielekeza mimi Yanga? Okay, kwa maana mimi sio Yanga. Kwa hiyo nilisema la uongo. Sawa, mimi sio Yanga. Mimi Coast. Sawa, nilisema la uongo. Apingeni hoja. Mimi nitegemea wale wanakuja na hoja hii uongo hii. Unanipinga kwa sababu mimi sio Yanga. Wewe Yanga. Wewe Yanga. Ya baba yako. Swali lingine. Naam. Ngoja sasa tuende kwa wengine Naam. Ulifanya interview na Mbona muulize maswali yanayohusiana na Qur'ani hata jiji? Jamaa mwashinda mwenzenu. Nitakuja wapi? Ulifanya interview na Crown ukasema viongozi wa Hackers waache kujifanya miungu wake, wasikilize ushauri. Watu wakajiuliza Haji Jinene ni rafiki yake, ndugu wake, Khalid ni rafiki yake, ni mshauri wake pia. Kauli hii imezua gumzo kwamba hata na mimi kwanza nadhani mmechukua keki pande tu. Anzeni ile mwanzo wetu. Nimezungumzia wote. Na sio viongozi wa mpira tu, hata wa siasa. Na nikasema na mimi kwa sababu ni sehemu ya viongozi, tusijione miungu watu. Challenge yetu kubwa yetu sisi, baadhi ya viongozi wetu sisi, tunadhani, narudia, kuwa kiongozi wewe ni alfa na omega. Tunadhani kwamba sisi ni malaika. Tunadhani kwamba hatukosei. Sikusema, sikuwa specific kwamba fulani na fulani. Wote viongozi wa club zote, viongozi wa TFF. Kwa nini silifungiwa na viongozi wa TFF? Walinifungiana. Ni basi tu, ni kwa sababu hata kukosolewa, hata kuambiwa. Ni dhana. Hata viongozi wa kisiasa. Mama Samia kila siku anaimba huo wimbo kwamba kuwa kiongozi hakukufanyi wewe kujua kila kitu. Hapa miongoni mwenu kunaweza kuwa na mtu ana maarifa makubwa kuwa diwani wa Kariakoo kuliko mimi. Ndio. Kwa hiyo unapopata mawazo ambao huyapendi lazima uyachukue. Kwa sio kwamba na mimi uzuri wake sisemi kwa sababu ya kichochote. Yaani sina ninachohitaji, yani sihitaji mimi. Unajua mimi sihitaji tiketi ya bure ya kwenda Lindi kuangalia mechi wala kwenda Cairo kuangalia mechi. Mimi nikitaka kusafiri na kata mwenyewe, nachukua mwewe natua. Ndio, mimi sina njaa yani ya kusema kwamba huyu bwana anahitaji mambo ya kiriski. Sihitaji riziki ya mtu. Alhamdulillah, napambana, nalima kweli. Kwa hiyo riziki ninayoipata kidogo, raha zangu, na mechi kushuhuda, naondoka tena, naondoka na ndege ya kukodi Mkenge, nitamchukua. Nitakwenda kuangalia mechi ya Yanga na Simba nikiwa na jezi yangu ya Yanga, nione kuna mwananchi atakayenizuia. Na kwenda Amani Stadium. Na swali msikiti wa Amani, nikitoka hapo naingia kwenye mechi, navua kanzu yangu na muone na nitakuwa nimekaa kule shabiki. Mimi sikaaje huku VIP. Najuaga mimi nakaaga oyo VIPD hapo kwa Mkapa. Kwa ni mawazo, lazima tukubaliane. Kama vile wao walivyotoa mawazo, mimi nakubali. Ndio maana nimeuza Kamisi Yanga, nitafutieni timu, nipelekeni basi. Lakini Haji wanahisi kama wanatoa kwenye reli ya Africans kuelekea kwenye mechi. Ujinga huo. Mimi nilikuwa na ile interview haikuwa kwa ajili ya
ilikuwa ya muda mrefu sana. Wamekata tu vipande, wameanza kuvikata sasa hivi. Ni ujinga huo. Mimi naweza nikatoa kwenye reli kwa Yanga wanashinda. Yanga watoe kwenye reli kwa ajili ya mechi. Yaani kweli serious kabisa Yanga itoke kwenye, yaani Job yule atoke kwenye reli kwa sababu Haji kasema hivi? Au kocha? Wewe unaamini? Yaani Pacome aseme bwana mimi nimetoka kwenye reli kwa sababu Haji ujue haiwezekani, huyo sio Pacome. Sasa mimi sikai hapo kumzungumzia mtu Sheikh. Mimi sikai hapo kumzungumzia mtu. Ninazungumzia hivi. Ni kweli unaamini Diara atoke kwenye reli kwa sababu Haji kasema hiki? Kweli? Unaamini? Ni watu wanatengeneza hizo story kunigombanisha na watu. Na ukisoma comments, over 95% ya wanayanga wanajua nilichosema ni sahihi. Mimi nitegemea kwamba viongozi wachukue yale mazuri niliyosema, wakaachakate wafanyie kazi. Kuanza kutokeza kutaka kutishana misuli na watu, kwani ndio utazuia sema? Wewe ushaniambia mimi sio Yanga. Nikikaa pembeni kwamba unaona mimi sio Yanga, wewe sio mimi sio Yanga. Nikisema utazuia au unaweza kuja kunipiga? Haiwezekani Sheikh. Serious kabisa. Yaani Yanga itoka kwenye focus kwa ajili tu Haji Manara kaongea. Yanga gani hiyo? Hapo nakwambia wageni wa mpira hawajui chochote hao. Yanga itoka kwenye focus kwa sababu Haji kaongea. Sio Yanga hii. Yanga ninaijua mimi. Kuda dadeki. Yanga. Yanga Afrika. Yanga haiwezi kutoka kwa ajili ya maneno ya mtu. Yanga ni klabu ya wananchi. Haiwezi kutoka kwa sababu wewe umesema. Mimi nilipokuwa msemaji wa Simba, kuna mtu alikuwa anawakera Yanga kuliko mimi. Kuna mechi wale Yanga niliwapiga maneno hatari. Wale kapata goli akafunga nani namba 6? Mauya. Nje ya box. Yanga wakawa wananifanyia dhihaka. Mbona hakutoka kwenye mechi? Kwamba maka ilisema maneno magumu. Ndio shabiki. Na mimi nina haki ya kutoa maoni. Na narudia, hakuna mwenye haki ya kuzuia maoni. Kwanza mimi maoni yake uzuri wake simtukani mtu. Simdhalilishi mtu. Yaani mimi naenda kwenye point zangu. Yaani mimi siingii katika dhihaka. Yaani simfanyii mtu dhihaka, simfanyii mtu istihzai. Hasa hao wananifanyia mimi dhihaka, hao ndio nafurahi. Na angalia juzi nimetumwa bana huyu anasema hiki, huyu anasema hiki, nikacheka nikaangalia nikasema basi twendeni. Ni maoni yao. Kama vile ambavyo wao hawana haki ya kuzuia maoni yangu, pia ni maoni yao. No matter what. Neno lako kuhusu Simba kwa katiba mpya serikali kwa kabidhi Simba, sababu tumeona Simba walikuwa kama wanavuruga wakati mkundi nini, lakini juzi serikali kupitia waziri mwenye dhamana. Unajua challenge ya Simba nikisema hapa nyie mnaenda kuandika sinajibwa, naombeni muweke na lile swali. Yaani wewe uweke swali. Usiweke tu majibu yangu. Ukiweka majibu yangu mara nyingi wanasema huyu kuto kutuzungumzia. Mimi siwezi kuzungumza. Mimi wananchi. Lakini nina haki ya kuizungumza kwa sababu ni klabu iliyoko nchini kwetu. Nimefurahi waziri kutaka ile jambo mchakato uende haraka. Na kama mwana michezo ni jambo jema. Lakini unajua challenge kubwa ya Simba. Kuna mtu aliwahi kuwa pale madarakani katika nafasi kubwa tofauti. Mimi kwa uzoefu wangu sasa nimekaa pale nimeishi pale miaka 6-7 nadhani. Na pale ndio nilipotengeneza jina langu na nikaanza kutengeneza taasisi. Unajua mimi baadaye nikaifanya nafasi ya usemaji, sio msemaji tu. Usemaji ukawa ni institution. Yaani ule usemaji baadaye ikawa ni taasisi inayojitegemea. Nikaifanya mimi ndio nimefanya. Na ndio maana baada ya mimi press yangu ya Crown juzi, nchi nzima inazungumzia topic moja tu. Kwa sababu kuna mwanamume kasema. Yaani pamoja na kwamba nimekaa muda mrefu sijazungumza, nimesema maneno machache tu, lakini tayari nchi nzima kila mmoja atafuta pa kutokea kwa ajili yangu mimi. Hata mimi niwaambie wenzetu, mimi nawafahamu uzuri. Mimi ujue pengine katika level za kiuongozi ndio binadamu pekee, ukiacha makocha na wachezaji, kuhudumu katika club zote mbili pekee, na pengine hatatokea mwingine. Sidhani
Kwa hiyo nazijua vizuri hizi clubs zote mbili. Challenge kubwa ya ndugu zangu ni kwamba wakati mwingine tunamtupia lawama Mohamed, tunamtupia lawama si nani, pale kuna mtu pale ndio anawaharibu. Na mabadiliko haya ya katiba ambao anakwenda kuwasimamia yatamfichua mwenyewe huyo mtu. Mohamed tunamlaumu tu. Unajua Mohamed tofauti yake na Ghalib ni moja. Ghalib sio mzungumzaji, neno lake ni moja tu, Yanga bingwa. Mohamed kidogo msemaji. Kwa ile kusema na sisi wana Yanga hapo tunapata nafasi ya, lakini wote wawili mimi nimekaa nao pamoja, kama niliwahi kuna wakati kukozana kwa maana ya kutoka Simba kwenda Yanga na Mohamed, lakini jamaa very gentleman. Na alitiwa yule maneno aji hivi. Maskini ya Mungu, ndio matajiri wale kila siku ajiwe. Alikuwa na mapenzi makubwa na mimi. Najua ni kama alionayo mpaka leo Ghalib. We hata utasema, we utazungumza, hata wasikiliza, lakini anajua mimi moyo wangu uko vipi. Anajua dhamira yangu yani Ghalib anajua hata rais anajua Haji ili jambo anamaanisha nini. Wanajitahidi tikulete lakini hawezi. Basi na Mo bahati mbaya Mo akajazwa maskini ya Mungu akaingia katika mfumo. Ndio mimi kisa cha kuondoka. Baba naye akajazwa akaingia katika mfumo. Lakini sasa baadaye shoti zilizoendelea kutokea mimi sipo. Maana sasa hivi wanisingizie tena mimi sipo. Kuna shoti pale Simba na wasipozimaliza hizo shoti na wahakikishia mpaka 2030 kweli anayepigisha hizo cheches wamtoe, ama sivyo sio 2030. Sasa mimi naongeza mpaka 2050. Wallahi nakwambia mimi najua mimi jamani, nyie wote mjue, yani haya nimehifadhi mingine, lakini pale kuna cheche. Kuna mtu kazi yake kashika waya nini, mimi mambo ya ufundi sijui. Sijui nini. Hasina chanya ndio hizo. Anapigisha nde. Sijui nia yake nini. Wakati mwingine hata Mangungu anapewa ni shoti tu. Sasa nikisema haya sio kwa maana wengine watakata kipande hiki. Unaona? Huyu Simba kwa sababu angalia anavyoonea huruma. Sasa sionee huruma kwa nini? Huu si mpira, kwani ni uadui? Huu si uadui. Juzi nimesema mahali na narudia kwenu, tunaelekea kwenye dabi. Nisaidie na mnisaidie nchi hii. Siku hizi kuna lugha inaitwa mahasimu wa jadi. Mmezianzisha nini waandishi? Baadhi ya kaka zenu wamezifanya sana promo. Neno hili ni baya. Mahasimu inatokana neno hasama. Hasama ni maadui. Simba na Yanga sio maadui. Simba na Yanga ni watani wa jadi. Ukitaka kuiweka nani kwa basi waitwa wapinzani wa jadi, lakini sio maadui, sio mahasimu. Na waomba ndugu zangu wanahabari, msilitumie maneno yanaumba. Mnatengeneza generation ambayo tadhani Simba na Yanga ni maadui. Simba na Yanga ilikuwa ikifika mechi hii ya watani wa jadi, kuna raha kabla na baada ya matokeo. Unapita kwenye matawi, kwa mfano tawi la Simba la Al-Shibam, pale kuna bonge la chetezo, watu wa Simba wanatia ubani pale. Ukenda kwenye tawi la Yanga, Mwembe Yanga, watu wanatia ubani. Ilikuwa raha. Mtu wa Yanga jirani yake Simba kamfunga, anampelekea kwa mfano Ramadhani daku. Sio kufanya uchale tu, ilikuwa ni utani kweli kweli. Mimi ndoa wazazi wangu leo nawapa hii, mchukue, ambao watoto ambao wametoka juzi Jampipi wananielekeza. Mimi ndoa ya wazazi wangu, babu yangu alikuwa mwenyekiti wa Simba, baba yangu star wa Yanga, hakuwa mchezaji tu, useme mchezaji, alikuwa star.
pesi kabisa. Kwa hiyo kukawa wakati huo kulikuwa na sare za Simba, kanga ya Simba na kanga ya Yanga. Yanga kanga yao iliandikwa Yanga, Pele na Santos wageni wa Yanga. Nadhani jina kama hivyo. Yaani wanakuja hapa kupokelewa na Yanga. Pele alikuwaje hapa na timu yake ya Santos? Alikuwa anafanya ziara Afrika nzima. Kwa hiyo zile sare upande wa kike, kwa maana upande wa mama zangu wamevaa zile za Simba, upande wa Yanga wamevaa zile za Yanga ambazo zinahusisha na Santos. Ilikuwa raha. Sisi hatukuwa tumezaliwa wakati, lakini wanasema ile harusi ilikuwa na msisimko wa Uyanga na Usimba. Yaani mtoto wa mwenyekiti kama vile Mangungu, na Mangungu wenyewe tatizo lake sio mwenyekiti ile sawa sawa. Hassan Haji alikuwa mwenyekiti kweli. Na kaipeleka timu yake semi final club bingwa Afrika. Rekodi ambayo Simba wanayo ni kufika semi final ya club bingwa Afrika. Mwenyekiti alikuwa babu yangu mie. Sawa? Mwenyekiti wa ile club alikuwa babu yangu mie. Kwa hiyo zile sare zinafanywa hivi. Huku Simba, huku Yanga. Ndio ilivyokuwa. Sasa nyie mnaanza kusema mahasimu. Na ndio maana siku hizi mtu wa Yanga ukisema juzi nimeona nimemsema yule beki wa Simba anaitwa nani? Rushana, nimemsema sasa yule beki mbovu. Kwa mimi niogope kusema kisa nitamwamini sio Yanga. Upuuzi mtupu. Yaani mimi simsifu mchezaji wa Simba kisa mimi kwa nitaonekana na Sheikh jinga huu, misifanyi. Beki nimemuona mzuri, alafu jina lake linafanana na aliyekuwa mke wangu. Kuna shida gani kumsifu? Mzuri wa uwanjani, tackling, kijana handsome boy, nimemsifu. Hivi mimi kuna mtu anajua kusifia wachezaji kunzidi mie nchi? Au kumsifu hata kiongozi kunzidi mie? Nani ananiweza? Mimi nikiamua kukupamba hivi. Unajua ile Kagere, kuna wakati watu walikuwa nadhani Kagere ni zaidi ya Cristiano Ronaldo. Watu walikuwa nje huko, sasa kwenda sajili na Barcelona, unampamba mpaka unampeleka kwenye ile kilele cha mafanikio. Siku moja nilimzungumza yule Dickson Job. Mpaka kuna ndugu yangu kaka, hebu punguza tu. Unamfanya mchezaji, na ndio kazi tunayotakiwa kufanya sisi. Nilitegemea maafisa habari wa klabu zote mbili wa hype image. Wape nguvu wachezaji wao, sio kujibizana na mimi tena. Yaani sasa hivi ndio kipindi chao. Mimi ikifika mechi kama hizi naumwa. Nilipokuwa Simba nilipokuwa naumwa, natangaza mechi tu. Mtu hata kama ulikuwa una hamu ya kuja unakuja. Jinsi nilivyopamba ile mechi. Kama nilizana na mtu kama Haji, hii ni God katika mambo haya. God. Huwezi kupambana na God. Haya, swali la mwisho jamani, nimechoka leo. Ramadhani nimefunga ndugu zangu. Hamjapata press na mimi siku nyingi, kwa hiyo mna hamu. Tutaandaa siku nyingine maalum kwa ajili hii. God, kwanza sema God. Sema God. Na ukitamka lazima umalizie God. God, malizia. Anza kwanza God. Tunaweza kumkomesha klabu kwa sababu umetoka kwenye hicho kitendo. Nani anaweza kumpa klabu sasa na ufuata? Wote wanafanya vizuri. Wote. Challenges ndogo ndogo zipo, lakini wote wanafanya vizuri sana. Ahmed anafanya vizuri, Hashim anafanya vizuri, nani yule Kamu anafanya, wote. Mimi sio mtu wa aina ya watu ambao wakuponda watu bwana. Hata kama mimi ni God, lakini lazima useme hawa wanafanya vizuri. Kweli mimi ni God, lakini hawa waliopo wanafanya vizuri na lazima tuwaunge mkono. Ahmed anafanya vizuri sana na kaja na staili yake, uchali kidogo lakini mambo yanaenda. Huyu mwingine naye kaja na staili yake, wote wanafanya vizuri. Wote wanafanya vizuri, na nyinyi waandishi waungeni mkono. Hii mambo ya kusema baada yako atakuja nani? Mimi sio Mungu bwana. Lazima mimi kuna wakati kwa lazima niondoke, ije generation nyingine ifanye kazi. Muhimu heshima God. Yaani kama uwezi kwa wewe, unajua lazima uheshimu, kuna kazi tumeifanya. Yaani ile unajua mimi sikuifanya, yaani kazi yangu nilifanya, sijisifu. Yaani katika hili acha nijipe maua mwenyewe. Nyewe mtanipa nikiwa kaburini. Mimi nimeigeuza nafasi ya usemaji kuwa ni taasisi. Wasemaji zamani walikuwa wachukui mipunga kwenye mabenki sio. Mimi baadaye msemaji wa mpira wa Simba na Yanga
tembelea Mercedes Benz, tembelea G-Wagon. Samahani, usemaji bodaboda tu. Kwa nimeifanya ile ikawa sehemu ya watu kujikwea, basi angalau heshima hiyo tu itengenezwe. Najibizana God. Asanteni.